Utakapoona vita kati ya nyoka na tai, mahali popote utakapopigana pakaitwa ardhini, tai hana nguvu kuliko nyoka. Lakini mara zote tai huwa anamchukua nyoka na kumpeleka sehemu ya angani, kwa sababu mahali kule ni eneo la kujidai la tai. Nyoka anakuwa hana advantage ya kushinda ile vita. Kadhalika kwa mwana maombi au mtu wa rohoni, kwenye ulimwengu wa roho ndio mahali ambapo comfortability yetu ya kumshinda adui shetani na maadui zetu wa kipepo ama wa kiroho wa kimwili inapokuwepo. Kwa nini Yesu alisema ombeni siku zote bila kukata tamaa? Na wakati mwingine Biblia inasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo katika ulimwengu wa roho. Manake mahali rahisi zaidi pa kushinda vita yako ya ndoa, vita yako ya uchumi, vita yako ya kiafya ni rohoni. Manake Mkristo wa rohoni, wa kiroho, anayefanya vitu vyake katika ulimwengu wa roho na katika mtazamo wa kiroho, huwa anapata breakthrough rahisi kuliko mtu mwingine. Ruhusu Roho Mtakatifu akutengeneze na kuweke kwenye center ya vitu vyote ilipo, yaani rohoni, na utapata mpenyo na wepesi zaidi.